Maisha ya kitandani ni moja ya mahitaji makubwa ya mwanadamu, lakini wakati mwingine huja na changamoto. Tafiti mbalimbali zimegundua kuwa dawa ambazo zina athari kubwa juu ya nguvu za kiume na hutumiwa mara kwa mara. Sababu mbalimbali zinaweza kusababisha vikwazo hivi, lakini baadhi ya sababu zinahusishwa na aina 6 ya dawa kama ilivyotangazwa na shirika la habari la NNI ambalo lilitayarisha taarifa maalum juu ya mada hii. Mimi ni Abdul Majid, hii ni NNJ TV. Usisahau kusubscribe, kuturn on notification bell ili uwe wa kwanza kupata taarifa hizi. Zifuatazo ni dawa ambazo wanaume wanapaswa kuziepuka ili wasipoteze nguvu zao za kiume. Dawa ya kutuliza maumivu. Watu wengi wanatumia dawa za kutuliza maumivu hata kwa maumivu yanayohisi ni madogo. Pia huendelea kutumia dawa za kutuliza maumivu. Huzuia kuundwa kwa seli za uzazi na huvuruga homoni nyingi ambazo ni muhimu katika kufanya tendo la ndoa kati ya wanaume na mwanamke. Na pili, dawa ya kuzuia wasiwasi. Watu wengi wanaolalamika kuhusu matatizo ya akili na kuwa na wasiwasi hutumia dawa ili kukabiliana na hofu. Walakini dawa kama hizo hupunguza hamu ya tendo la ndoa. Dawa hizi zinaweza kusababisha mtu kupoteza hamu ya kufanya mapenzi. Wakati mwingine hata husababisha wanaume kupoteza fahamu zao kabisa. Tatu ni dawa ya kutibu kuganda kwa damu. Dawa zinazotumika kutibu cholesterol ambayo ni mgando wa damu pia zina mchango mkubwa katika kupunguza nguvu za kiume. Wataalamu wa matibabu wanasema kuwa dawa hizi huingilia utendaji wa seli za uzazi. Utafiti unaonyesha kuwa dawa zinazotumika kutibu kuganda kwa damu wakati mwingine husababisha matatizo kwa wanaume wanapolala kitandani na wake zao. 4 ni dawa za msongo wa mawazo, yani sonona. Dawa hizi zinajulikana kama benzodiazepine. Mara nyingi hutumiwa kutibu magonjwa ya wasiwasi, kama vile wakati mtu anaogopa vitu ambavyo havipo na yuko peke yake. Magonjwa mengine ambayo hutumia dawa hizi ni pamoja na kukosa usingizi na maumivu ya misuli, lakini upande wa madhara ni kwamba huathiri utendaji wa seli za uzazi wa kiume na hisia. 5 ni dawa ya kuzuia shinikizo la damu. Wagonjwa wanaotumia dawa za shinikizo la damu wanaweza pia kukumbana na changamoto nyingine ambayo ni kupungua kwa nguvu zao. Dawa hizi zinaingiliana moja kwa moja na mishipa ya damu na pia hufanya kazi na mfumo wa neva. Wataalamu wengine wameongeza kuwa yapo hata matatizo ambayo wanawake wenyewe wanakumbana nayo na dawa hizo ambazo zinahusiana na viungo vya uzazi. Na mwisho ni dawa za kifua kikuu. Dawa za dukani kama vile dawa za kupuliza katika pua zilizoziba na dawa za kawaida za kupunguza kuziba kwa pua zina athari zake. Zinaweza kusababisha matatizo katika tendo la ndoa kwa wanaume na kwa wanawake. Ongea na daktari, zungumza na daktari wako ikiwa unafikiri kuwa dawa ina athari mbaya kwenye utendaji wako wa tendo la ndoa. Usiache kutumia dawa yoyote bila kwanza kuzungumza na mtoa huduma wako. Mimi ni Abdul Majid, hii ni NNJ TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kucomment. Ni muhimu kufahamu kuwa si kila dawa katika makundi haya husababisha tatizo hilo kwa kila mtu. Athari hutegemea aina ya dawa, dozi, muda na matumizi na hali ya afya ya mgonjwa. Usiache kutumia dawa ulizoandikiwa na daktari bila ushauri wa daktari, kwani mara nyingi kuna dawa mbadala zenye athari chache zaidi.